Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Novemba 26, somo linasema Kristo atakapokuja ujira wake utakuwa pamoja naye. Unihukumu kwa haki yako, Bwana Mungu wangu. Zaburi 35 mstari wa 25. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi mikononi mwako. Baba, tunapenda kujifunza maandiko yako matakatifu. Tunaomba utuongoze tukapate kuyaelewa na kuyaishi. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Wakati mfalme alipokuja kuwatazama wageni, tabia zao halisi wote zilifunuliwa. Maana kila mgeni katika sherehe ile alikuwa amepewa vazi la harusi. Vazi hili lilikuwa ni zawadi kutoka kwa mfalme. Kwa kuvaa vazi hilo, wageni walionyesha heshima kwa muandaaji wa sherehe. Lakini mtu mmoja alikuwa amevalia mavazi yake ya kawaida ya kiraia. Alikuwa amekataa kufanya maandalizi yaliyotakiwa na mfalme. Vazi lililoandaliwa kwa ajili yake kwa gharama kubwa hakulivaa. Hivyo alimtukana bwana wake kwa swali la mfalme, uliingiaje humo nawe huna vazi la harusi? Hakuwa na jibu, alijilaumu. Kisha mfalme akasema, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje. Tukio la mfalme kuchunguza wageni katika sherehe linawakilisha kazi ya hukumu. Wageni katika sherehe ya Injili ni wale wanaokiri kuwa watumishi wa Mungu, wale ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima. Lakini si wote wanaokiri kuwa Wakristo ni wanafunzi wa kweli. Kabla thawabu ya mwisho haijatolewa, uamuzi utatolewa kwamba ni akina nani wanafaa kushiriki urithi wa watakatifu. Uamuzi huu unatakiwa kufanywa kabla ya ujio wa Kristo wa mara ya pili mawinguni. Maana atakapokuja, ujira wake utakuwa pamoja naye, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kabla ya ujio wake basi, sifa, kazi ya kila mmoja itaamuliwa na thawabu itatolewa kwa kila mfuasi wa Kristo kulingana na matendo yake. Ni wakati wanadamu wanapoendelea kuishi duniani ndipo kazi ya hukumu ya upelelezi inaendelea katika nyua za mbinguni. Maisha ya wale wote wanaodai kuwa wafuasi wake wanapitishwa mbele za Mungu. Wote wanachunguzwa kulingana na kumbukumbu za vitabu vya mbinguni, na kulingana na matendo yao, hatima yao inaamuliwa milele. Vazi la harusi katika kisa hiki linawakilisha tabia safi, isiyo na waa, watakayokuwa nayo wafuasi wa kweli wa Kristo. Kanisa limepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi, lisilo na hila wala kunyanzi wala lolote kama hayo. Kitani nzuri isemwayo katika maandiko ni matendo ya haki ya watakatifu, ni haki ya Kristo, tabia yake mwenyewe isiyo na waa, ambayo kwa njia ya imani inatolewa kwa wale wote wanaompokea kama Mwokozi wao binafsi. Kuvikwa huku vazi la haki yake mwenyewe, Kristo atamvika kila mtu atubuye na kuamini. Utasoma Christ Object Lessons ukurasa wa 309 hadi 311. Huu ni mwisho wa somo la Novemba 26. Kristo atakapokuja,
ujira wake utakuwa pamoja naye. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa somo hili zuri. Baba, utakapokuja kumlipa kila mmoja sawa sawa na kazi yake aliyotenda, tunaomba Baba, tuwe upande wako. Tusaidie tuweze kushinda ya ulimwengu. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina.